Sehemu hii tutaangalia namna kumdhibiti jini mahaba. Jina langu naitwa Elia Emmanuel Ndoda. Kumdhibiti kwetu sio kwa njia au kwa taratibu za kishirikina au ibada za hatari. Biblia inatufundisha kumtegemea Mungu, neno lake na nguvu za Roho Mtakatifu katika kupambana na nguvu za giza. Jambo la kwanza ambalo lazima ulijue ni kwamba kumbuka kwamba ushindi unapatikana katika Kristo Yesu. Katika Kristo, nguvu zote za giza, mapepo na roho chafu zinatiishwa chini ya jina lake, yaani Yesu Kristo. Tuangalie kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 9. Na inasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Tuongeze mstari wa 10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana katika Kristo Yesu ambaye tunamwabudu. Kuna nguvu ya ajabu ambayo inaweza kumsaidia mtu katika mazingira ambayo kibinadamu hawezi kutoka. Hivyo basi, Mkristo hafanyi vita kwa nguvu zake mwenyewe, bali anasimama katika ushindi ambao Kristo tayari ameshinda. Kwa uwe na uhakika kwamba kama unasimama kwa ajili ya kujitetea kwa habari ya Mungu, hufanyi vita wewe kama wewe, isipokuwa ni namna tu utajua namna ya kutumia jina la Yesu, namna ya kumtumia Kristo ili uweze kutoka mahala ambapo ulimwengu wa giza umekukamata. Tuangalie jambo lingine la pili. Zingatia chanzo cha shida. Ni kiroho, si kibinadamu. Tuangalie Waefeso mlango wa 6 mstari wa 12. Inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona sasa kwamba vita vyetu sisi haviko katika hali ya kimwili, bali viko katika hali ya kiroho. Ndio maana tunakazana kufundisha ili watu wapate kuelewa, na unapokuwa umeelewa ni rahisi sana kutoka, kwa sababu tayari unakuwa umeelewa. Unapoijua vita ulionayo, ukajua mbinu za namna ya kutoka, ni rahisi kuweza kutoka, na hata kama umeshindwa unaweza kupata msaada. Inawezekana kabisa, unajua ni wapi ukimbilie ili uweze kupata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Ili kujua habari ya chanzo zaidi katika kipengele cha pili, inabidi urejee kwenye ile somo ili la sehemu ya pili ambayo nasema kwamba dalili za mtu mwenye jini mahaba. Kwa ukirejea kwenye ile somo pale utajifunza zaidi, utajua nini chanzo, utajua chanzo kimetokana na nini. Hivyo tupate kuendelea mbele kwenye hiki kipengele. Jambo lingine la tatu, safisha maeneo yote ya mianya ya kiroho. Roho za giza huwa zinatafuta nafasi au mianya iliyoachwa wazi. Kwa roho za giza huwa zinapata nafasi, kwa mfano kwa njia ya moja, maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi kwa mfano ngono nje ya ndoa, hasira zisizodhibitika, uchawi na kadhalika. Kwa ni vitu ambavyo vinaweza vigafanya jini mahaba asitoke kwenye maisha ya mtu. Kwa lazima unapohitaji kumtoa jini mahaba kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo ni vya kufanya kama hivi ambavyo niko naendelea kuelekeza. Lakini jambo la pili, vitu vinavyotoa nafasi ya kiroho kama vile picha, video, miziki, vitu vya kishirikina, baadhi ya pete na kadhalika. Kwa nini nasema kuhusu picha? Si kila picha wewe inakufaa kuziangalia. Mfano picha za ngono, ukiendekeza kuziangalia hizo, maana yake hiyo roho kutoka kwako itakuwa vigumu sana. Na sio kila picha za video lazima na uziangalie. Lazima ujidhibiti katika maeneo hayo, uangalie kwamba ni picha gani ambazo unakuwa unaangalia. Lakini pia si kila mziki kwamba na wewe ni lazima usikilize. Kuna miziki mingine ile ambayo inavuta kabisa, unakuta inaimbwa kwa namna ya ushawishi wa kimapenzi, ambao kabisa ukisikiliza unaona kabisa inachochea habari za mapenzi. Hiyo
lazima uepukane nazo kabisa. Kwa hiyo lazima uanze kujiwekea discipline wewe mwenyewe kwamba ni aina muziki gani niweze kuangalia, ni aina picha gani niweze kuangalia, ni aina ya video gani niweze kuangalia. Lakini pia usijihusishe kabisa na masuala ya ushirikina. Lakini kama mnavaa pete, ujue hiyo pete ni pete ya namna gani, ni pete ambayo umeitoa wapi. Ni muhimu sana kujua, kwa sababu kuna wengine waliponunua pete wakavaa tayari wakawa wamevaa roho kabisa kamili ambazo zinatembea nao. Kwa adui huwa anatafuta tu nafasi, akishakapata anaishi kwako milele. Utaombewa, utafanya kila kitu, lakini hakuna kitu ambacho kitafanyika. Lakini jambo lingine la tatu ni maumivu ya kihisia. Lazima angalie kama una vidonda vya rohoni, maumivu ya rohoni ambao wengine wakuta naishi nayo, lakini wengine waliweza kukataliwa, wengine wanatembea na msongo wa mawazo. Kwa hivyo vitu vinaweza vikatoa udhaifu wa kiroho. Kwa hatua ya kwanza kabisa, inabidi uanze kufanya toba mbele za Mungu. Nuache vyote ambavyo vinaweza kutoa mlango kwenye ulimwengu wa giza. Hivyo ukifunga hiyo milango ambayo inaweza kuruhusu ulimwengu wa giza kuingia kwenye maisha yako, basi utakuwa umefaulu kabisa. Lakini jambo lingine la 4, tumia maombi ya kukataa na kufunga mamlaka zote za giza. Fanya maombi yako ya kila siku. Unaweza ukatembea na kitabu cha Zaburi 91, lakini ukatembea na Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 18. Lakini pia mstari mwingine ambao unaweza kusimamia ni Isaya 54 na mstari wa 17. Jambo la 5, kufunga na kuomba. Baadhi ya mashambulizi ya kiroho huwa ni makali na yanahitaji nidhamu ya kiroho. Tuangalie Injili ya Mathayo mtakatifu mlango wa 17 na mstari wa 21, na inasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Umeshaona? Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia maeneo hayo kwamba kuna wakati mwingine utahitajika kufunga na kuomba. Lakini nataka nikujuze zaidi kwamba sio ufunge kiolela. Funga kwa hekima, kwa muda unaoweza, ukiomba uongozi wa Mungu. Jambo la 6 lingine la kuzingatia ili kuweza kushinda jini mahaba. Weka maisha yako kwenye neno la Mungu. Roho chafu huwa zinashindwa kwa kweli. Ukisoma Mathayo 4, Yesu alimshinda shetani kwa neno. Lakini ukisoma Yakobo 4:7 inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa kadri unavyoijaza akili yako neno la Mungu, ndivyo nguvu za giza zinavyopoteza mamlaka juu yako. Kwa ni muhimu sana kusoma Biblia, ni muhimu sana kujifunza, ni muhimu sana kama hivyo ambavyo unaendelea kujifunza, ni muhimu sana kwa sababu hatua kwa hatua utaona matokeo. Jambo la 7, shirikisha mtumishi wa Mungu. Usijaribu kupambana peke yako, lakini kama unaona unaweza kupambana pia. Utasoma Mhubiri 4:9, utaona faida ya kushirikisha. Kwa ni muhimu sana ukamtafuta mtu ambaye atafaa kukusaidia, ambaye unaweza kumwamini kwamba ana ufahamu katika eneo hilo akakusaidia. Anaweza kama mchungaji au mtu yoyote ambao unaona ana uwezo wa kukusaidia. Kwa awe ni mtumishi ambaye ni thabiti katika neno na huduma ya maombi au ushauri wa kiroho. Jambo la 8, jaza nafasi yako Roho Mtakatifu. Waefeso 5:18, Biblia inasema msilewe kwa mvinyo bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye mlinzi, mwongozo, nguvu na muhuri wa amani. Lakini pia anaweza kukupa maelekezo kitu cha kufanya katika maeneo ambayo unaona unashindwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko katika maeneo mengi, ndiye ambaye anaweza kusema na wewe, wakati mwingine anaweza kuombea kwa namna ambapo wewe huwezi kuomba. Kwa hiyo ni muhimu sana kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo palipo na Roho Mtakatifu hakuna nafasi ya roho chafu kujipenyeza. Jambo la 9, dhibiti mawazo yako na hisia zako. Jini mahaba mara nyingi huanza
wenye mawazo ya kijinsia yasiyodhibitika. Kwa kitu ambacho lazima pambane nacho ni kwenye mawazo yako kwanza. Ushindano, fanye vita kwenye mawazo yako, kwa sababu mara nyingi anakuwa anatumia hata akili, wakati mwingine anatumia ufahamu wa mtu, wakati mwingine anatumia hisia za mtu, wakati mwingine. Tuangalie Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 5, na inasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ushaona mstari unavyosema. Kwa hiyo kwa njia hiyo inabidi sasa ufanye mambo yafuatayo, uanze kufanyia mazoezi. Jambo la kwanza, jifunze kugeuza mawazo yako unapoona mawazo yako hayaendi sawasawa. Jambo la pili, lazima uwe unatafakari maandiko. Jambo la tatu, lazima uanze kuwa na tabia ya kuimba nyimbo za ibada. Lakini jambo la nne, lazima ujifunze kukimbia vishawishi. Unapoona kishawishi cha namna hiyo, uwe mwepesi sana kukimbia hivyo vishawishi. Jambo la 10 ambalo ni la mwisho, shuhudia uhuru wako. Sasa mtu yoyote ambaye ameshinda mara nyingi humaliza kwa kushuhudia ushuhuda au kutangaza ushuhuda ambao Mungu amemfanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumalize na Ufunuo mlango wa 12 na mstari wa 11, na inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo kitu cha msingi ushuhudie. Kitu cha msingi uanze kukiri ule ushindi wako, uanze kukiri ule uhuru wako. Kwa ulimwengu wa roho unapata haki kabisa. Kwa siku ya leo nitaishia hapa. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki. Lakini ikiwa hutaweza kujiongoza mwenyewe, unaona utashindwa, basi utanifuatilia katika kipengele ambacho kinafuata. Hicho nitatembea na maombi kwa ajili ya kufungua jini mahaba. Ni maombi yangu kwa Mungu wangu kwamba kila mtu ambaye atakuwa nakutana na maandiko ambayo nimeandaa au na masomo ambayo nimeandaa na maombi ambayo nimeandaa, awe anafunguliwa. Kwa ukikutana na somo hilo kama unasumbuliwa na roho ya mahaba, ukamaanisha kabisa, nina uhakika ya kwamba Mungu atakusaidia na utafunguliwa kabisa. Basi Mungu akubariki sana na akutunze, uwe na siku njema. Amen.